Naam, habari za wakati huu, habari za muda huu. Ni wakati mwingine tena, mwalimu wenu wa kiroho, mwalimu wenu ambaye nimekuwa nikiwaletea masomo mbalimbali ya maarifa ya kiroho. Kimsingi siku ya leo ni fursa na ni siku muhimu sana ya kusikiliza hiki ambacho tutakachokizungumza siku ya leo. Mada tunayozungumzia siku ya leo inahusu soul mission au jukumu la nafsi. Jukumu la nafsi ndio mada ambayo tunaizungumza siku ya leo. Kwa hiyo wewe ambaye utapata recorded, basi itakuwa ni vizuri utaisikiliza mwanzo mwisho. Kwa wale ambao mko kwenye TikTok hapa, basi mnaweza mkaendelea kucomment hapo. Kwa yule ambaye atakuwa na swali, basi atauliza hapo na mimi nitaweza kumjibu. Sawa, twende moja kwa moja kwenye mada. Kwanza tuelewe kuhusiana na hii soul mission, kwa sababu watu wamekuwa wanaisikia, pengine umeisikia, ulijifunza mahali whatever, lakini kikubwa zaidi leo kama mwalimu wenu nimekuja na hii mada nikiwa na lengo kubwa na zuri la kufahamisha kwamba kila mwanadamu aliyezaliwa katika ulimwengu huu wa nyama, basi anao mission maalum ya nafsi. Achana na mwili ambao unakula chakula kila siku. Nafsi, tunazungumzia nafsi. Sasa kwanza tuelewe kuhusiana na nafsi. Nafsi, nishawahi kutoa somo hili la nafsi nikaeleza vizuri kabisa kwa upana sana. Kama hujapata, basi nenda YouTube, andike mwalimu wenu au mwalimu wa kiroho, utaona pale makala mbalimbali ambazo nimezungumzia kuhusiana na nafsi. Sasa kwa haraka tu niwakumbushie kwamba nafsi ni kama gurudumu ambalo kila mwanadamu amezaliwa nalo, ambalo hili gurudumu liko kwa ajili ya kunasa mawimbi, yani kama vile tunavyoona wifi unaijua inanasa mawimbi yale kupata network. So na nafsi ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ni gurudumu ambalo kila mwanadamu lazima awe amezaliwa nalo. Sasa basi, hii nafsi ndio tunaizungumzia. Kila nafsi ambayo imekuja katika ulimwengu inao mission maalum, inalo jukumu maalum. Sasa hayo majukumu ndio nataka kuyazungumza leo, ukae unayaelewa vizuri. Pengine unaweza ukazungumza kama gifti. Ni kama gift ama zawadi maalum ambayo mwanadamu amepewa kuja nayo katika ulimwengu. Kwa hiyo gift ni lazima uifahamu vizuri. Sasa basi, tunapozungumzia kuhusu soul mission, lazima tujiulize mambo yafuatayo. La kwanza ni sababu ya nafsi yenyewe ya kuja hapa duniani, lakini la pili ni jukumu la kiroho ambalo mwanadamu amefichwa. Yani haujaelezwa wazi na dini yako, haujaelezwa wazi na imani yako, haujaelezwa wazi na wazazi wako. Hilo ni jukumu ambalo limefichwa nyuma ya hiyo nafsi yako. Kwa hiyo lazima ulielewe. Lakini vile vile lazima ufahamu kwamba nafsi ambapo inapokuja katika ulimwengu inao wito maalum wa kiroho, msukumo fulani. Unajua hii hali ya ukiona msukumo, hisia inakutuma kwenda kufanya jambo fulani, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hiyo hali tunaita ni msukumo kwa lugha ya Kiswahili, msukumo. Na huo msukumo unatoka moja kwa moja katika nafsi. Kwa hiyo huo msukumo ambao tunazungumzia kwa maana ya wito wa ndani wa kiroho ambao kila mwanadamu lazima awe anaufahamu. Kama ni wewe mwenyewe, basi wewe ni vizuri unaofahamu. Lakini pia wito huo unaweza ukawa ni ndoto, unaweza ukawa ni maono, au unaweza ukawa ni hamasa fulani ya kusaidia watu wengine. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa. Hayo niliyoyazungumza hapo, ni muhimu kuelewa. Hizo ni maana ama sababu za soul mission. So tutaanza kueleza moja baada ya nyingine kwenye hizi soul mission ama jukumu la nafsi, ili ujielewe kwamba upo kwenye eneo gani katika hii soul mission. Ya kwanza kabisa ni muhimu sana kuifahamu, inaitwa the healer. Hii tunaisemaga kama gift, tunaisema kama zawadi, tunaisema kama zawadi kwa sababu watu wengi hawajui kwamba the healer ama mponyaji kwa Kiswahili ni mtu ambaye amezaliwa kuja kuwa mponyaji. Na tunaposema mponyaji, maana yake tunazungumzia uponyaji wa kiroho, kihisia, lakini na kimwili. Kuna watu wamezaliwa katika ulimwengu, wamekuja wamepewa gift au wamepewa zawadi ya kuwa waponyaji. Unaweza ukaishi maisha yako yote usielewe kwamba wewe umekuja katika jukumu hili la uponyaji. Wewe umekuja kuwa healer, umekuja kuwa tabibu,
Na tunaposema hila, maana yake tunazungumzia kategori zote. Inaweza kawa ni daktari wa kawaida wa binadamu, unaweza ukawa mganga, unaweza ukawa vyovyote vile, lakini daktari in general, healers. Kuna watu wamezaliwa katika ulimwengu wamekuja kuwa mahila, ila toka wanazaliwa mpaka sasa hivi umri umefika, haujui jukumu lako kwamba ni hila. Sasa nisikilize nisikilize sababu hizi hapa, au dalili, tuseme dalili hizi hapa, dalili ambazo nitakutajia. Inaweza ikawa ni wewe, inaweza ikawa ni ndugu yako, inaweza ikawa ni babu, inaweza ikawa ni nani, vyovyote vile, lakini hizi dalili zitakupasha habari kujua kwamba wewe umetumwa katika hii dunia. Nafsi yako, soul mission yako wewe ni kuja kuwa tabibu au mganga au daktari. Sababu ya kwanza ni watu ambao utaona ni watu ambao wanajua hisia za watu mapema sana kuliko mtu yoyote yule. Kuna watu wamezaliwa wana uwezo mkubwa wa kuhisi tatizo la mtu mwingine pasipo hata kutumia vitu vingi sana. Kwa hiyo kuna watu wanaona kabla matatizo ya watu. Kwa hiyo ukiona unaweza kugundua matatizo ya mtu mapema sana, una uwezo wa kumweleza mtu na hicho kitu kikawa ni ukweli, basi ujue wewe moja kwa moja jukumu lako wewe ni hilo. Lakini sababu nyingine ni watu ambao wanaaminika kwa haraka sana. Healers, waponyaji ambao unawaona, waganga hawa, inawezekana ni witch doctors, inawezekana ni madokta wa kawaida. Mara nyingi hao huwa wanaaminika sana kwa haraka sana, watu wanawaamini sana, na hiyo inaweza ikawa ni sababu. Lakini sababu nyingine ni watu ambao wanapenda sana mitishamba, wanapenda sana kukaa sehemu za asili, wanapenda sana kutumia mimea ya asili. Lakini pia ni watu ambao utaona wanapenda sana dua, maombi sana, maona hasa kwenye engo ya uponyaji, kwenye engo ya kusaidia wengine. Kwa ukiona unapendelea sana mambo ya mitishamba, ukiona unapendelea sana mambo ya kukaa sehemu za asili, kupenda tu kujua kufahamu vitu vya hivyo, yani mara kwa mara unaona kuna mvuto, kuna nguvu fulani na kuvuta kuelewa hayo mambo, ujue moja kwa moja wewe unaweza kuwa kwenye kundi hili la the healer au mponyaji. Kwa hiyo ni vyema, kwa hiyo mission ya kwanza uielewe, ni muhimu sana, kwa sababu itakusaidia wewe, kama sio wewe basi watoto wako, ndugu zako na watu wengine. Lakini mission ya pili ambayo mwanadamu yoyote yule aliyezaliwa anaweza kaa kwenye kundi hili la mission ya pili ni the light messenger, wabeba nuru, wajumbe wa nuru, wajumbe wamekuja kulinda nuru, maarifa. Tunaposema wajumbe wa nuru, maana yake ni watu ambao wameletwa katika ulimwengu, so mission yao ni kuja kulinda mwanga au kulinda maarifa dhidi ya giza. Ni watu ambao wameletwa katika ulimwengu kuja kulinda ukweli, kulinda maarifa, kulinda nuru dhidi ya giza. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa hili, kwa sababu unaweza kuwa kwenye kundi hili bila wewe kufahamu. Sasa nisikilize sababu ambazo unaweza ukajikuta humo katika hili kundi. Sababu ya kwanza utaona ni watu ambao wanakuwa wanatia moyo watu wenzao kwa sababu ya pengine amekosea, pengine anaona anaenda vibaya. Ni watu ambao ni motivator hawa, ni watu ambao wanaweza kushauri, ni watu ambao wanaelekeza. Kwa hiyo utaona ni watu ambao wanapenda sana kufundisha, kuelekeza. Hawa tunaita light messenger. Ni watu ambao hawapendi kuona machafu. Ni watu ambao wanapenda sana kuona mambo mema. Kwa hiyo hawa tunaoita the light messenger. Lakini pia ni watu utaona, dalili nyingine ni watu ambao utaona wanapenda sana kuandika, kufasihi, kutafsiri jambo, kuelezea maana ya kitu fulani kuhusiana na mambo ya kiroho, haswa mambo ya kiroho. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa hawa light messenger. Inaweza ikawa ni wewe, inaweza ikawa ni ndugu yako, basi ni vizuri zaidi ukaelewa hilo. Lakini pia tukienda namba 3, lakini pia tukienda sehemu ya 3,
ambao hawa tunawaita the guardian. The guardian ni watu ambao wamezaliwa wakiwa na mission ya kuwa walinzi ama walinzi wa nuru dhidi ya giza. Wale walikuwa ni light, the light messenger. Hawa ni the guardian, hawa ni walinzi, the guardian, umeona, walinzi wa nuru. Na hawa nao wanaweza kuwa kwenye kundi hilo ambalo nimelizungumza mara ya kwanza. Lakini pia hawa the guardian ni walinzi wa nuru ambao kimsingi dalili zao utaziona kama ifuatavyo. Kwanza, wanachukia dhulma na uonevu. Hawa mara nyingi utaona kwenye mambo matatizo, kwenye changamoto nyingi, wao hawapendi. Yaani unaona kuna msukumo wa ndani. Ukiona mtu anatendewa vibaya, basi unaona nafsi yako inachukia, inahuzunika. Lakini sio kuhuzunika, sio kuchukia tu. Ndio wale ambao tunawaita spana mkononi. Yaani ni mtu ambaye ukiona mwenzio anatendewa kitu kibaya au kafanywa jambo baya, mara nyingi utaona anainuka, anaenda kuzuia kwa mkono wake yeye mwenyewe, hata kama ni kupigana, hata kama ni kupoteza jambo lolote, lakini imradi ametetea haki, imradi ametetea ukweli, ni mradi ametetea sehemu ambayo imenyooka. Kwa hiyo hawa tunaita the guardian, ni watu ambao wamezaliwa kuja kuwa walinzi. Ukiona una mwito huo, ukiona kuna sababu hizo, yani upendi kuona mwingine anaonewa, upendi kuona mwingine anadhulumiwa, basi ujue wewe uko kwenye dhumuni hili na kusudi hili la jukumu la nafsi hii, the guardian, mlinzi.